Natambua uwepo wa kila mmoja wenu. Kuna wale ni wanashiriki katika ibada ya kwanza, leo wamo katika ibada ya pili. Kuna wale ni wageni, labda ulikuwa unapita na Bwana akakupatia neema, umejikuta ama uko pamoja nasi. Ninaomba Mungu aweze kukubariki. Kwa vyote ama wote niwakaribishe katika ibada yetu. Hatuko na elders wetu wawili, tunafahamu wako wapi, na mshukuru Mungu ni kwa sababu ya vile wiki mzima kama kanisa na jamii kubwa ya Ebeneza ameweza kutupigania, amekuwa mwaminifu kwetu, na tunaomba hata tunapofunga mwezi wa 9 na kuingia katika mwezi wa 10, neema yake Baba yetu iendelee kumiminika na kutembea pamoja nasi. Sina mambo mengi ya kusema ama natamani wakati ambapo muda ambao niko nao niweze kuutumia vema, kwa sababu si mwingi, ili tuwe na nafasi ya kubarikiwa kwa pamoja. Natamani nilete ujumbe mfupi kwako, na once again niwashukuru sana kwa sababu ya kufanya Ebeneza Worship Center to be your church this afternoon. Niseme Bwana apate kutubariki. Natamani ninene kidogo kuhusu divine visitation, God divine visitation. Hiyo ndio neno ningelitamani ninene kwako, kwa sababu ninajihisi ya kwamba katika maisha ya kila mmoja wetu kuna kitu Bwana ama kuna mambo Bwana angelitamani kuyatekeleza. Na ninaomba nikurudishe mwanzo wa mwaka, sana sana kwa wale ambao tulianza mwaka pamoja na wao. Tulianza mwaka na theme ya mwaka huu ilikuwa ni ipi? Wale ambao tunaweza kukumbuka, embracing the new beginnings, yani kukubatia ile hali ama mambo mapya katika maisha yetu. Na ninaamini ya kwamba tangu tulipovuka mwaka na mahali ambapo tumefika, neema ya kuembrace, hiyo neema ya kujishikia, hiyo neema ya kuyakubatia mapya maishani mwetu imeendelea ikimiminika ama imeendelea ikidhihirika katika maisha yetu. Ninatamani ninete ujumbe kwako kama nilivyotangulia kusema, ya kwamba nilipokuwa nikijiuliza ama nikiwaza ni nini hiyo Bwana angelitamani tuisungumze asubuhi ya leo, neno hili likaanguka katika moyo wangu na ninaomba niweze kulileta. Ninasema ya kwamba there are moments in life when God draws near, or especially near, times of opportunities, transformation and divine breakthrough. Ninasema ya kwamba kuna matukio katika maisha wakati Mungu ameamua ama wakati Mungu amepiga hatua kuyatembelea maisha yetu, kuleta matukio, kutubadilisha, kutuinua. Na ninasema ya kwamba there are moments in life wakati Mungu amepapasa ama ameamua kutembea, na anapokutembea anafungua an opportunity ama mianya katika maisha yetu. Wakati mwingine ataleta mabadiliko katika maisha yako, wakati mwingine atakutembelea, utapata breakthrough ama utapata breakthrough za kiungu katika maisha. Na niseme ya kwamba ni ya maana maishani mwetu. Tunapoendelea kumtazamia na kumuinua Mungu, ni vizuri kuwa na roho wa discernment, roho wa kufumbua, ama roho ambao unaweza kukuongoza, unaweza kukuelekeza
kuzitambua nyakati na majira ya Mungu kutembea katika maisha yako. Niseme ya kwamba ni hatari kubwa wakati Mungu amepurpose kukutembelea, wakati Mungu ameamua kumtembelea mwana youth ama mzee ama mama, lakini kukosekane ile roho ya kutambua ya kwamba ni majira ya Bwana katika maisha. Mtu anaweza kupoteza hiyo nafasi, na ikipotea katika maisha ya mtu, kuipata tena inakuwa ni shida. Kwa hivyo ninatamani niseme ya kwamba kuna nyakati katika maisha yetu Bwana amezipanga, Bwana amezitoa, Bwana amezileta ili aweze kututembelea, si kwa njia ya kawaida, ila ni kwa njia ya kimiujiza katika maisha yetu. Na niseme ya kwamba, ama nitangulize asubuhi ya leo, niseme ya kwamba ni vizuri kumuomba Bwana. It is important as we continue to seek from the Lord. Ni ya maana tunapoendelea kumtafuta Bwana, Bwana aweze kutupatia a discerning spirit, roho ambao inaweza kupata ufunuo, roho ambao inaweza kupata ufafanuzi wa kiungu kupitia wakati wako na wakati wangu wa kutembelewa. Ninakumbuka nikiwa kijana, nilipofikia ama Bwana alipolifikisha ama aliponielekeza katika kuoa, ningelikosa kutambua kipindi changu cha kuoa kimefika, ningelipoteza muda katika uwanja wa ujana wangu, na labda singeliweza kupatana na mchungaji, na hiyo opportunity ningeliipoteza katika maisha. Niseme ya kwamba ni ya maana katika maisha ya kila mmoja wetu tumuombe Mungu, tusikie ile sauti ya ndani wakati Mungu ameamua kulitekeleza, wakati Mungu ameamua kukutembelea maishani mwako. Usipotambua nyakati na majira ambao Bwana ako jiani akikutembelea, unaweza kumiss that visitation, and when you miss that visitation, kuipata tena katika maisha inakuwa ni vigumu sana. Kuna watu katika maisha Bwana alipanga kuwainua kikazi, kuwapatia kazi, wengine ni kuwapatia familia, wengine ni kuwapatia an open opportunities, nafasi hata za kusafiri kule nchi za nje. Mlango ulikuwepo, lakini mtu asipotambua, mtu asipopata dhati ufunuo, aichezee ile nafasi maishani mwake, anaweza kukaa maisha ya kujuta na kusononeka na kunugunika maishani mwake, lakini ni yeye hakutambua nyakati za Bwana za kumtembelea. Natamani tuulizane asubuhi ya leo, tunapozungumza kuhusu divine visitation. What is divine visitation? Tunapozungumza kuhusu kutembelewa kwa kiungu, kwa njia ya kiungu naye Mungu wetu, tunamaanisha nini? Divine visitation, a divine visitation is a time when God intervenes in humans' affairs with a purpose, whether for a blessing, judgment, collection, or fulfillment of promise. Tunapozungumza kuhusu divine visitation, huo wakati wa kutembelewa wa Mungu, kutembea kwa njia ya kiungu, ni tunazungumza nini? Ama hiyo ni nini tunaizungumzia? Tunasema ya kwamba divine visitation
it is a time when God intervenes in human affairs. Tunapozungumza kuhusu kutembelewa kiungu, tunapozungumza kuhusu Mungu kutembea kimiujiza katika maisha yetu, tunasema ya kwamba ni kipindi ambacho Bwana mwenyewe anaamua maishani mwa mtu ama kwa watu ama kwa taifa ya kwamba mimi nitashuka na nitaingilia shughuli za mtu, shughuli za watu, shughuli za umati, ili niweze kuyatekeleza mambo fulani. Tunapozungumza kuhusu divine visitation, ni nyakati ama ni kipindi ambacho Mungu amekipanga, amekiamua moyoni mwake. Nitatembea, na nitakapotembea nitatembea na nifanye haya mambo katika maisha ya huyu mtu, hata bila kumtuma yoyote katika maisha. Jambo ningelitamani niseme kwako ni ya kwamba tunapozungumza kuhusu divine visitation, tunapozungumza kuhusu Mungu kutembea kwa njia ya kiungu, ni nafasi ama ni wakati Mungu mwenyewe amechukua hatua, ameelekea maishani mwako, ameamua katika moyo wake, ana mpango kababi ya kwamba wakati huu ninataka nimbariki, nimuinue, ninataka nimpiganie huyu mwana wangu. Ameniitia, ametumbuka kwa kipindi kirefu, amekuwa na hili hitaji, ameniita nikiwa bingu, nimeamua sitatuma yoyote. Divinely, kiungu, nitapiga hatua, nimsongelee, niweze kukutana na lile hitaji katika maisha yake. Tunaenda kuingia katika mwezi wa 10. Tutakuwa tumebakisha miezi michache mno ili tukamilishe mwaka wa Bwana, mwaka wa 2025. And I am here to declare, niko hapa nitangaze, hiyo miezi michache imebaki, kuna mwondoko, kuna God's visitation, kuna kutembelewa kwa kiungu katika maisha na moyo wa kila mmoja wetu, lakini ni kwa wale wanamshaukia Bwana aweze kuleta na kutembea katika maisha yao. Tunapojiandaa kuaga mwaka, ninajihisi nisimame mbele zako nikukumbushe. Ninahisi nisimame mbele zako nikuelekeze, na niweze kunena kwa sauti itakaosikika na kila mmoja wetu ya kwamba kuna mlango ulio wazi. Mungu yu tayari, ameanza mwondoko maishani mwake, akikuelekea katika maisha alitimize lile jambo umeliomba kwa kipindi kirefu. Umemtazamia Bwana, umefunga, umejinyima, umesimama katika mlima. Ninajihisi nikuambie, hiki ndicho kipindi Bwana angelitamani kuja yeye mwenyewe aweze kukutana na lile hitaji la kwako divinely, kwa njia ya kiungu. Bwana sifiwe. Natamani nisome neno lake Bwana Mungu katika Exodus chapter number 3. Allow me to lead Exodus chapter number 3. Exodus chapter number 3. Na kwa wakati wako ningelitamani usome from chapter number 1. Uone vile wana wa Israeli
walikuwa katika oppression, ama walikuwa katika utumwa, na wakiwa katika utumwa Mungu ikafika wakati wake wa kuwakomboa. Na chapter number 1 inazungumza kuhusu the Israelites oppressed. Yani tunaona Waisraeli wakiwa katika utumwa. When you go to chapter number 2 of the same book, tunaona the birth of Moses. Na mtumishi Kennedy, kwa maombi yako hii umeiombea, na nikasema ya kwamba kuna kitu Roho Mtakatifu anasema. Mpaka nikajiuliza, kwani utahubiri kwa maombi? Ukiomba hii umeiguza, na ikawa ni confirmed kwangu. Hilo neno ndio Bwana nataka tulisungumze. So if you go to chapter number 2, inatuonesha vile Musa, that is Kutoka, Exodus. Chapter number 1 tunaona utumwa wa wana wa Israeli. Chapter number 2 tunaona kuzaliwa kwake Musa, ili Bwana kaweze kumkomboa, akaweze kumtumia kuleta divine visitation katika maisha ya hawa watu, kwa sababu Bwana alikuwa ameamua, nataka niwatembelee. Na ninajisikia niwaambie wana wa Ebeneza, ushirika wa Ebeneza, I can feel it. Ninaisikia, ninainusa ya kwamba wakati wetu wa kutembelewa ni huu. Huu ni wakati wetu wa kupanguzwa machozi. Na nikija mtumishi Kennedy, Roho Mtakatifu nikasikia ni kama ananiambia, watabirie wanaotembea kwa matatu, Mungu atawainua. Watasafiri kwa matatu kwa uamuzi wao. Wale ambao hawana nyumba zao watakaa kwa nyumba za kukodisha kwa uamuzi wao. Unajua mtu anaweza kuwa na nyumba yake na amue sitakaa. So ninahisi asubuhi ya leo nikana kwamba tushikanishe imani, tutabirie maisha ya watu katika mkutano wetu, wakati wetu wa kunyanyuliwa na kuwekwa katika mahali pa juu, mahali pa heshima. Ni kipindi kilicho mbele zetu. Na ninajisikia kuna milango international imefunguka. Kuna milango imefunguka. Kuna milango Bwana ataifungua. Vijana ambao hamjaoa na wakati wenu wa kuoa umefika, netuetia ile yetu wasio. Hao wadada hata kama hawako hapa, mahali walipo wahamishwe, waletwe hapa. Na kama hao vijana hawa, those young men, if they are not here, we call them wherever they are, wakuje. Mtumishi, ninasikia ni kipindi cha kuinuka, lakini vile tutainuka sijui, lakini ninajisikia tunainuka. Biblia ina chapter number 2 inazungumza the birth of Moses, kuzaliwa kwa Musa. Ukienda verses number 11, that is chapter 2, from verses number 11, utaona vile Musa alitoroka akaingia Midiani. Ukiingia katika chapter number 3, utaona Moses and the burning bush. Na Biblia ikawa ikinikumbusha ya kwamba wakati wa Mungu wa kumutembelea mtu wake ukifika, yeye haitishi mikutano. Ni kanisani tuko na committees. Wakati Mungu atakapoamua kukupandisha katika level ya juu, hakuna consultation atafanya na watu. Na hiyo ndio inanifurahisha mtumishi. Kungelikuwa na consultation, some of us hatungelikuwa mahali tuko. Kungelikuwa na consultation, watu waitwe Kamukoji,
waulizwe, huyu dada tumbariki ama tusimbariki, huyu ndugu tumuinue ama tusimuinue. Tungelikuwa mbali sana mtumishi, but thank God anapoamua kutembea katika maisha ya mwanawake, anatembea mzima mzima, hatafanya consultation. Even at this afternoon, I want to prophesy that whatever the Lord has in store for you, no consultation, akupatie akupatie, kwa sababu si wewe ni mtoto wake. Niko na dakika 25 zimebaki, kwa hivyo wacha nikae kwa mahubiri. So chapter number 3, ukiangalia from chapter number 3, unaona ya kwamba Moses alipoua yule Mumisri alitoroka, na katika kutoroka kwake akaingia Midiani, na katika Midiani hapo ndio alikutana na nani? Na Mungu. Lakini ndio akutane na Mungu, kumbuka mkwe wake Jethro. Na by the way, nilipokuwa nikifanya utafiti, Jethro ako na majina mengine 7. Hii Jethro ni ile imeandikika hapo, lakini ako na majina mengine 7. Hiyo inaweza kuwa si ya maana kwa wakati huu, lakini ningelitamani ninene na mtu niseme ya kwamba wakati wako wa kukumbukwa na Mungu ukifika, yeye hataona mlima, yeye hataona giza, yeye hataona hayo mengine yote. Atakuja mzima mzima aweze kukubariki. Tunaona Moses ameingia kule Midiani, na akiwa kule, Biblia inasema ya kwamba from verses number 3, this is chapter 3 verses number 1. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of the Lord. Biblia inadhibitisha kwetu Moses akiwa katika malishoni akilinda mifugo. Biblia inasema ya kwamba akaona kichaka kikiwaka moto, lakini hakikuteketea, na akasema maajabu haya ni yapi? Wacha nipige hatua niweze kuliona hili tukio. Brethren, inawezekana siku ya leo katika ukimbizi. Inawezekana siku ya leo unakimbia kwa sababu ya mengi ambayo yamekupata katika maisha. Nimesimama mbele zako niseme, hata katika kutembea kwako na kukimbia maadui zako, unaweza kukutana na kutembelewa ama visitation yake Mungu. Tukiendelea kusoma, Musa alipokaribia kichaka, Biblia inasema ya kwamba katika verses number 2, there the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Verses number 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush,
Moses, Moses. And Moses said, here I am. Do not come any closer. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. Then he said, I am the Lord, God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Verses number 7, the Bible says, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. I have come down to rescue them from the hand of the Egyptian and to bring them out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. Bwana sifiwe. Nimesoma kifungu kirefu. Biblia inasema ya kwamba Musa alipokaribia kichaka kilimokuwa kinawaka moto, lakini hakikuteketea. Kasema ya kwamba nitapiga hatua nione haya maajabu. Na Biblia inasema ya kwamba alipopiga hatua aone maajabu yanayofanyika, sauti ya Bwana kutoka kwa kile kichaka ikaweza kumnenea, na akaambiwa ya kwamba do not come any closer, usikaribie, usipite hapo. Na akaambiwa ya kwamba namba 2 ya kwamba vua viatu vyako, ni kwa sababu mahali unapokanyaga ni mahali patakatifu. Brethren, hapa kuna lessons kadhaa tunaweza kujifundisha. Katika maisha ya mwanadamu tuko bioni. Nairobi tuko bioni. Tunalala usiku, yani tukiwa tumechelewa, tunaamka tukiwa hatujashiba usingizi. Tuko katika harakati za kutafuta katika maisha. Lakini Roho Mtakatifu asubuhi ya leo anakuambia na ananiambia, aliweza kuzungumza na Musa akamwambia, don't come any closer. Unajua, nilipokuwa nikiliwaza hili neno, kuna bio tumekibia, na hiyo bio yote tumekibia, wakati mwingine kile kinatokeza ama kile tunakipata, tuna miss baraka za baba yetu. Mahali ningesro kidogo, mahali ningelisimama na nisikie sauti kutoka kwa mlima ikinizungumzia, nimekuwa na tumekuwa katika bio. Asubuhi ya leo Mungu anakuambia slow down. Mama Kamau, slow down. Mama Nyabura, slow down. Umekimbia sana, umejitahidi sana, na ni vizuri. By the way, Kenya is a working nation. Lakini pamoja na kufanya kazi, tusijishughulishe kiasi ya kwamba huna time ya wakati malaika anapotembea na package mikononi mwake, anakumiss ama unamiss ile visitation ya Mungu. Akamwambia Musa, don't come any closer. Na unajua ni kwa nini aliambiwa hivyo? Verses 2 point 2 inaelezea vizuri sana. Akaambiwa ya kwamba vua viatu vyako. Umebebana na uchafu mwingi. Wewe si msafi, wewe si mtakatifu.
una uchafu mwingi maishani mwako. Akamwambia, number 1, don't come any closer. Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu ni mtakatifu, na wale wangelitamani kumuona watafute utakatifu maishani mwao, and without which nobody can see God. Bila kuwa na utakatifu hakuna mtu anaweza kumuona Mungu. Mungu aliona huyu jamaa nisipomsimamisha, hiyo spidi aliyo naye, ataingia kwa uwepo wangu, na uwepo wangu ni moto ulacho, huyu mtu nitaua. Akamwekea mpaka, akamwambia, slow down, don't come any closer, simama kwanza, na utakapo simama vua viatu, clean yourself, oga, achana na uchafu, ndio mimi Mungu niweze kukuokoa na kukutembelea. Si ni vizuri tukubaliane jameni, kama kuna kitu kimetunyima visitation ya Mungu ni uchafu, ni uchafu. Na tukubaliane kama church, wakati wa kuoga ni wakati tulio nao, wakati wa kutakazika. Asubuhi ya leo sijui ni kwa nini Roho Mtakatifu alinikumbusha kuhusu wakati mwingine tuna haraka ya kuongea, wakati mwingine tuna, hata watu wakiwa kwa mkutano, tuseme kama ni wamama, tuseme kama ni wazee, tuseme kama ni vijana, katikati ya ule mkutano unaona kuna watu hawana break za midomo yao. Yani mtu anaweza kuropokwa, anaweza kuongea anything. Na Roho Mtakatifu akawa akini challenge na kunifundisha, huu ni wakati wa kuweka break midomo yetu. Kuna watu walienda mkutano na walikuwa watu mashuhuri, walipokuwa wakitoka kwa mkutano wakaanza ugovi. Na ninakwambia hawa ni watu, hawa si washirika, hawa walikuwa ni watu mashuhuri katika uongozi. Walipokuwa wakiongeana, mmoja akamkashifu mwingine, akamwambia, ubaya wako wewe fulani ni kwa sababu huwa unaongea bila kufikiria. Ukishaongea sasa ndio unakuja kufikiria afterward. Na unajua kuna watu wako hivyo, mtu anaropokwa maneno, yani unaongea bila kulipima lile neno. Na ni ya maana kila mmoja wetu tujiite mkutano, kwa sababu singelitamani tutakapofika mbinguni iwe kile kitakacho tuzuilia ni vile tunatumia midomo yetu. Kabla uongee, lipime lile neno. Hili neno ninaliachilia kwa mdomo wangu, litaharibu mpaka wapi? Litajenga mpaka wapi? Kuna maneno ukiwa mwangalifu, kuna maneno utalishika likiwa limetoka kule chini, kabla litoke kwa mdomo wako unalikamata na unarudisha, kwa sababu unajua linaleta shida. Brethren, Biblia inanikumbusha asubuhi ya leo ya kwamba Mungu kwa uwezo wake na kwa maarifa yake, alipomtazama Musa akaona, wewe nisipo kusimamisha utaingia katika kifo, utayakatisha maisha yako. Ninatamani uoge, natamani uvue viatu vyako. Ni kwa sababu mahali ambapo unasimama ni mahali patakatifu. Mwezi huu wa 10 ninawaita, kuna mwito wa utakazo. Yatakaze maisha yako, takaza mienendo yako,
takaza na usemi wako, takaza na mafikra yako. Ni kwa sababu Bwana yu njiani akiyatembelea maisha ya kila mmoja wetu. Bwana tukuzwe. Bwana alipomwambia hayo, alimwambia mambo mengine manne baada ya kujitakaza. Brethren, wacheni tuvue viatu vyetu. Wacheni tuvue anything ambao inaweza kutuzuilia ama kutunyima an opportunity tusipate visitation ya kimungu. Na kutoka saa hii ningelitamani umuombe Mungu. Mimi niombe Mungu. Kwa sababu wakati mwingine tunaona ni kana kwamba fulani wa fulani yeye ndiye mwenye dhambi. Mimi ni mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba tusikue majaji. Usiwe wewe ni wa kuhukumu wengine. Jihukumu wewe kwanza. Uingie katika mizani ya Bwana na ujiulize. Kusema ukweli, parapanda ikilia kwa wakati kama huu, will I be in a position? Nitakuwa mmoja wa wale ambao watashiriki baraka za mbingu. Natamani niseme mambo haya kwa sababu sina muda. Utakaposoma neno lake Bwana Mungu katika mlango, katika chapter 3 and verses number 7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Nimeona. Nipe Kiswahili, naona niko na Kiingereza. Nipe Kiswahili. Munafanya vizuri sana kwa sababu ninaona mulihamisha ile pale mkaileta hapa. Kwa hivyo mchungaji hana shida. Hana shida. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Biblia inasema ya kwamba from verses number 7, wakati Musa baada ya kujitakaza, baada ya kuvua viatu vyake, alipomaliza kujitakaza, hapo ndio sauti ya Bwana aliisikia. Na Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia, the Lord saying, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Kitu cha kwanza ningelitamani niseme kwako ni ya kwamba wakati Mungu anapoamua kukutembelea baada ya kujitakaza, baada ya kujiweka sawa katika maisha, jambo moja alimzungumzia Musa ni ya kwamba mimi Mungu nimekisikia. Anamwambia ya kwamba Bwana kasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Kitu moja ningelitamani niseme kwako ni ya kwamba macho ya baba yetu yanakuona. Unajua kuna many of us tunapitia mambo na tunafikiria ama tunaithania ni kana kwamba Mungu alitoka katika kiti chake cha enzi. Siku ya leo ningelitamani nikuhakikishie kadri ya neno lake Bwana Mungu anasema ya kwamba I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Nimeona mateso yao, nimeyaona kudhihakiwa kwao, nimeona na niko tayari kutenda kitu. Natamani niseme ya kwamba whatever you are going through, unajua wakati mwingine nilipokuwa nikiandaliwa kwa sababu ya maisha ya huduma, si mara moja na si mbili na si tatu, nilijikuta katika situation maishani mwangu mpaka ninaanza kumtetesha Mungu, kwa sababu ninajaribu kutafuta njia ya kutokea, ninaona hakuna.
watu hawa wana hawa wa Israeli walikuwa katika mateso, walikuwa katika dhuluma, walidhulumiwa katika maisha, walipitia katika dhiki na kuhitaji kwa wingi. Na kama tungelikuwa na wakati, turudi chapter 2 verses number 23. During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for hope, because of the slavery went up to God. God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. Kwa hivyo tunaona katika mlango wa pili, wakati mfalme, Biblia inasema ya kwamba during that long period the king of Egypt died. Mfalme akaaga, na alipokufa tunaona hawa wana wa Israeli wakiwa katika kilio, wakiwa katika maombolezo. Ni kwa sababu ya jinsi walitumikishwa, walifanyishwa kazi gumu, walinyimwa haki yao, walidhulumiwa katika maisha, na wakainua maisha yao wakamlilia Bwana. Kama vile wengi siku ya leo tukatika mlima tukilia, wengine tunalia kwa sababu ya kazi, wengine tunalia kwa sababu ndoa zetu ziko na shida, wengine wetu tunalia ni kwa sababu jamaa zetu wamo katika ugonjwa. Watu wanalia, people are crying, people are groaning, people are suffering. Na ninapowatazama siku ya leo, ninajua kuna wengi sana in this congregation wana mashakaya, wanaomboleza. Tunaomboleza kwa sababu ya mambo tofauti. Wengine wako na pesa lakini wanaomboleza kuna ugonjwa. Wengine wako na afya lakini wanaomboleza watoto wao. Tunaomboleza, na maombolezo yetu si sawa, haifanani. Kama mimi na mke wangu tuna watoto, tunawaombea. Unajua, nilikuwa nikiongea na mke wangu na kumwambia, huu mzigo Bwana alikubebesha. Kuomba kwa sababu ya candidates ni kana kwamba wanabebwa, ni mzigo mzito. Anaposhirikisha wamama wenzake, mioyoni mwao they are groaning. Na umefanya vizuri sana kumuuliza mwalimu aombe. Unajua yeye akona uzito, yani akona information. Ni nini hiyo kinafanyika shule? Natamani niseme ya kwamba katika maisha ya kila mmoja wetu we are groaning. Yani tunaugua. Wengine wanaugua kwa sababu ya watoto wao, wengine wanaugua kwa sababu ya huduma, wengine tunaugua ili Bwana atutoe katika level moja, atushirikishe katika level ya pili. Biblia inasema ya kwamba mfalme alipokuja, wana hawa wa Israeli walikuwa katika dhiki, walikuwa katika kudhulumiwa, walifanyishwa kazi na maisha ikawa ni gumu kwao. Na hapo ndio walimuita Bwana. Kama vile asubuhi ya leo tunaliitia jina lake Baba yetu, tunamlilia Baba yetu, tunamwambia Bwana, mahali ambapo tumefika tunahitaji neema na baraka zako. Kwa sababu ya muda si pamoja nasi, niseme ya kwamba tunapofikiria kuhusu God's visitation,
tunapoliwaza mambo ya kutembelewa, kuna aina kadhaa, ama niseme ya kwamba kutembelewa ni kwa aina nyingi. Kunazo types kadhaa za visitation. We have several types. Kuna ile tunaita personal visitation. Hiyo si ni ya kwako. Na ndio nilisema ya kwamba kuna mtu hana kitu, anamuitisha, si kila mmoja wetu tuna kitu, tunalia mbele zake Baba yetu. Kwa hivyo tunazungumza na kusema, tunapozungumza kuhusu God's visitation ama divine visitation, tunaweza kuwaza mambo kadhaa. Jambo la kwanza, aina moja ya divine visitation ni kitu tunaita personal, ya kibinafsi. Mimi kibinafsi ninahitaji nitembelewe. Mimi kibinafsi nahitaji nitembelewe. Wewe kibinafsi, nikiwauliza msimamishe yale mambo mnataka Mungu atembee katika maisha ya kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu tuko na kitu tungelitamani kuona Mungu anakifanya maishani mwetu. Tunapowaza kuhusu personal visitation, mfano bora ni kama vile Mungu aliweza kumpitia Paulo alipokuwa akielekea Dameski ama Damascus. Si mnakumbuka huyu jamaa Paulo, siku moja, na si tunajua alikuwa msaliti, si alikuwa ni mtu wa kutesa church, lakini siku moja akielekea Damascus alishikwa na Mungu yeye mwenyewe na karubana na Mungu, yani Mungu alimtia mweleka. Ninakuombea siku ya leo, katikati ya maisha yako, Ngai yako enyitire. Mungu akukamate wewe, Mungu akutane na wewe. Unajua kuna visitation mama elder, Mungu akikutana na wewe inabadilisha maisha yako yote. Inakubadilisha. Tunapozungumza kuhusu personal visitation, ni kama hiyo ya Paul. Alipokutana na Mungu, aliweza kumbadilisha na hakuwa yule aliyekuwa tena. Ninakuombea Mungu akutembelee. Gaida gatumane okewe, akuje yeye akutane na maisha yako, na akikutana na maisha yako unapata ama unaishi maisha ya kitofauti kwa jina la Yesu. Kuna type 2 tunaita corporate visitation. Corporate, tunapozungumza kuhusu corporate, ni ile ya pamoja. Sisi kama wanaebeneza, Mungu anaweza kuamua kutubariki ama kutuinua wote kama ushirika. Mfano bora ni wakati wa Pentecostal. So you remember the 120 walikuwa in the upper room, walikuwa pamoja in the upper room, na wakiwa katika upper room, Biblia inathibitisha ya kwamba Roho Mtakatifu alishuka miongoni mwao, na wote wakajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, na kichwa cha kila mmoja wao kulionekana miwali ya moto ikiwa imekalia kila mmoja wao. Kama kanisa tunahitaji a corporate visitation. Bwana tutembelee, aguze maisha yetu, atuponye kwa pamoja, atujaze kwa pamoja kwa jina la Yesu. Niseme ya kwamba kuna ile tunaita generation law, na hiyo tunasema ya kwamba revival or national awakening. Bwana anaweza kutupatia
uhuisho wa kitaifa. Nimetamani nikukumbushe ya kwamba tunapozungumza kuhusu hizi visitation, kuna yako ya kibinafsi, kuna yetu kama corporate, kama ushirika, ama tukiwa wote tunaweza pia kutafuta uhuisho wa pamoja na Bwana, kwa sababu ni mwaminifu, ashuke na atende mema. Mwezi huu wa 10 naomba nikukaribishe wewe kibinafsi, sisi kama ushirika, tuombe, tumtafute Bwana amimine baraka zake, anapotutembelea aweze kutuinua kwa jina la Yesu. Tumalize tuseme ya kwamba ukiangalia katika mahali ambapo tumesema ya kwamba there are types of visitation. Number 1, tumesema ya kwamba kuna personal, na tukapeana mfano wake Paul on the way to Damascus. Tukasema kuna corporate, tunaona ya kwamba the disciples walikuwa katika chumba cha juu, corporate kwa pamoja, wakamtafuta Bwana. Bwana kamimina uhuisho kwao. Hivyo ndivyo hata siku ya leo sisi kama kanisa tukimshaukia Bwana, anaweza kututembelea. Anaweza kututembelea kibinafsi, anaweza kutembea kwa familia yangu. Mimi na mke wangu tukishikana, tumuombe Mungu, tuseme ya kwamba hii yetu individually, tunakataa maisha ya chini. Mungu ana uwezo wa kutuinua, tukikuja tufanye cooperate, kisha hapo tutoke na tuwe na nafasi ya kubarikiwa. Nimalize na kusema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying. Nimeona, nimesikia. Unajua masikio ya Mungu yetu yanasikia. Unajua wakati mwingine unaweza kuja kwa prayers, uombe na ujisikie ni kana kwamba hatasikia. Number 1, anasema ya kwamba I have seen the misery. Sikuona ni macho. Uone kuwa maitho magai ni moonaga. Macho ya Mungu yanaona. Hata siku ya leo, in that situation you are in, anakuona. Hata ukirara njaa, aliona. Watoto wakifukuzwa shule, aliona. Lakini the good thing, pale mwisho anasema ya kwamba I am concerned. Hiyo inaniguza. My brother, I am concerned. Anasema ya kwamba I have seen, I have heard. Na hiyo ingine anasema aje? And I am concerned even today. Whatever situation you are in, Biblia inasema ya kwamba the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying of their slave drivers, and I am concerned. Number 4, Pastor Fresh yarauga atiriri, and I have come. Na nijukite toko iguara iguire, sikusikia tu, alisikia. Biblia inasema ya kwamba I have heard, I have seen, I am concerned, and because of that I have taken the first step to visit my people. So brethren, he has seen, he have heard, he is concerned, and he is on his way. Okay, akoradhime. Catherine, ako jiani, akita kukubariki. Biblia inasema ya kwamba nimeona, nimesikia, inanigusa, I am concerned. Na kwa sababu ya hiyo, I have taken the first step that I may visit my people. Ninapoketi chini siku ya leo, ninaomba nikukumbushe
Mungu ameona, Mungu amesikia, imemgusa, na yuko jiani, my brother, akituma mjumbe. Hallelujah. Yuko jiani. Yeye ako jiani. Wewe ni mgonjwa, wewe umeonewa, wewe umefika mwisho. Natamani nikuambie, ninahisi ya kwamba mwezi ulio mbele zetu ni mwezi wa kutembelewa. Mtumishi Kennedy, situanze mwezi huu na maombi. Situanze mwezi huu na maombi. Tuanze mwezi wa 10 na maombi. Yeah. Kama anasema ya kwamba I have indeed sinned, I have heard them crying, I am concerned about their suffering, so I have come to rescue them from their slavery drivers. Ameona, amesikia, he's concerned, ameteremka ili aturescue. Kwani kuna kitu kingine ninahitaji katika maisha? Hiyo ndio ninahitaji kusikia. Ya kwamba hata katikati ya hilo jambo linanisonga katika maisha, he is concerned. Nilikuwa na mambo mengi ya kuongea, sababu nilitamani kukuambia, why do people miss God's visitation? Kwa nini watu wana miss? Mungu amepurpose atatubariki mtumishi, lakini ni watu wote, si wote. Mungu amekuwa kinena, nitawatembelea, nitawainua, nitawapigania. Lakini kuna watu watasema hilo ni la pastor. Pastor nitwamumenyire. Pastor nitwekiriate. Pastor nitwamumenyire. Si tumekaa naye miaka yote, si ni lazima apayuke. Ai, pastor tumemzoea. Tumezoea Madam Charity. Tumemzoea. Hata akisimama tunajua ni nini atasema. Unabii ukiletwa, there are so many people, even though the prophecy ilikuwa yao, wamemiss katika maisha. Na ninataka tukubaliane, hakuna neno tutaruhusu kutoka siku ya leo lianguke kwa haya madhabahu. Likinenwa tunakibia na that word. Nilifurahishwa na mtu, hata asubuhi ya leo tukaogeana na mke wangu. Tukaambiana na wakati mwingine, favor is unfair. Kwa sababu msichana teacher ameenda university, he has papers, lakini yule jamaa anapatanishwa naye ni mechanic, lakini amempenda kwa moyo wake wote, na wameoana na wamebarikiwa. Unaionaje? Si hata wakikuja hapa kanisani mimi tutaona ni kana kwamba ni msaha. Jamaa mikono iko na oil, na msichana wetu ni daktari, lakini kibali kikishuka akijui hiyo. Na ndio ninakutabiria, kibali cha Bwana kikianguka maishani mwako, gutiri mundu ungekararia. Ndio maana unaona siku ya leo mtumishi Kennedy tumefika mahali tuko, si kwa sababu ya mambo mengi, kibali. Na hiyo kibali ndio tunaneneana katika ushirika wetu. Bwana atuinue, Bwana atutembelee, Bwana afungue marango. Kama kwenyu hakuna mtu alienda na ndege, si ukuwe wa kwanza. Kama kwenyu hakuna mtu alijenga nyumba ya mawe, sio favor ikuangukie, si utembelewe mpendwa. Kama wengine wote waliolewa kwenyu na ndoa zikaboromoka, si ya kwako isimame. God's visitation ikifika, ina change kile kilishinda wengine. Mtumishi Kennedy,
Kuna mahali tulienda tukafungua church na Pastor Frisia. Church. Na ilikuwa ni kwa salamu. Kwa salamu. Hata msichana wetu Faith kuna wakati aliojeshwa. Wachungaji wengi wali pombe ile chang'aa. Kalitoka kwa gate. Kakaingia kwa jirani. Kakapata ndio wanagawa. Hata wewe kunywa kidogo. Natamani niseme ya kwamba wachungaji wengi mno walikuja katika that village. Walijaribu kufungua makanisa ili shidikana. Lakini namshukuru Bwana lile kanisa tuliacha. Saa hii ni local church. Nataka ninene kibali kwako. Hiyo ambao ilishinda wa kwenyu. Hiyo ambao haikupatikana kwa familia yenu. Visitation ya Mungu ikifika, unaishika mikononi mwako. Inawezekana hakuna mtu alishika milioni kwenyu kwa sababu ya visitation, kwa sababu ya kutembelewa kimiujiza naye Baba yetu. Unaweza kuwa na funguo ya nyumba yako. Unaweza kuwa na funguo ya nyumba yako. Unaweza kuoa na uolewe. Unaweza kupata breakthrough katika maisha. Wakati kibali kimetembea mchungaji, ukomaga utale kedu, ugokera winakio. Uliza Frisia. Atakwambia visitation ya Mungu ikifika, unalala ukiwa huna gari, unaamka na funguo ya gari asubuhi. Muulize, atakwambia vizuri. Utalala ukiwa hujalipa school fees, utaamka ililipwa yote. Utalala ukiwa na house rent iliyo pile, utaamka asubuhi ililipwa na haujui ililipwa na nani. Utalala ukiwa njaa, utaamka ukiwa umeshiba. Mungu wetu na Baba wetu, kwa jina la Yesu, ninakushukuru ni kwa sababu wewe ni Mungu muweza. Ninaweza kuwa muda umekuwa mfupi Baba yetu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, uliwatembelea wana wa Israeli walimokuwa katika uhitaji. Ulisikia uliona kilio chao, uliona mateso yao, ulisikia kilio chao na ikakugusa moyoni mwako. Ilipokugusa Baba yetu, uliamua wewe mwenyewe upate kuwatembelea. Hivyo ndivyo ninaombea kanisa letu siku ya leo, ya kwamba wewe Roho Mtakatifu, wengine wetu tumefika mwisho, tunajiuliza tufanye lipi. Kutoka siku ya leo ninaomba neema ya kutembelewa. Tembelea finances zetu, tembelea maisha yetu, tembelea ndoa zetu, na neema yako iwe pamoja nasi. Tunakushukuru na hata tunakuinua. Kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata tumeshukuru. Amen. Asha, tupatieni bahasha tuweze kutoa fungu na sadaka zetu. Why do people miss God's visitation? Number one, spiritual blindness. Upofu wa kiroho. Mtu akiwa amepofuka katika maisha ya rohoni, hawezi kutambua nyakati na majira yake Bwana kumtembelea. Kitu kingine, nikipata nafasi nitasema misplaced expectation. Misplaced expectation. Kuna matarajio tuko nayo katika maisha, lakini matarajio mengine they are misplaced. Hayako mahali yanafaa kuwa. Watu walienda kwa mlima siku moja, wakashikana mikono. Hebu sikia hii. Watu walienda Heaven's Gate ya wakati ule, si ya wakati huu. That time
wakashikana mikono wanadada 6, wakasema ya kwamba tumekuja kwa mlima mke wa mchungaji afe ili tuolewe. Lakini kitu moja hawakukubaliana, ni nani ataolewa. Kwa hivyo walipomaliza maombi walianza ugomvi. Ni mimi nitaolewa, si wewe utaolewa, ni mimi nitaolewa. Wakaletana kwa ofisi ya mchungaji. Mchungaji akasema kuna watu walikuwa kwa mlima wakiomba mke wake afe ndio waolewe. Sasa kile hawakufanya, wangelikubaliana katika ujinga wao ni nani ataolewa. Misplaced expectation. Many times Bwana angelitamani kututembelea, lakini expectations zingine zinakuwa ni misplaced. Mungu atubariki. Wengine tutasoma wakati mwingine. Tuombe kwa sababu ya sadaka zetu. Lakini kabla tuombe kwa sababu ya sadaka zetu, nione kama kuna mtu akona hitaji. Hitaji la kwanza ni wokovu. Hitaji la kwanza ni wokovu. Uko pamoja nasi, unahitaji wokovu? Ninulie mkono, nitakuombea. Hitaji la kwanza ni kuomba kwa sababu ya walio na wanahitaji wokovu. Uko hapo nahitaji wokovu? Sioni kama tunao. Uko hapo uko na hitaji, unataka tumwamini Mungu kwa pamoja? Ninulie mkono. Asante. Si kwa pastor unainua kwake Baba yetu. Elder, kuja uombe kwa sababu ya haya mahitaji. Omba kwa sababu ya haya mahitaji. Kuna watu wako na mahitaji na tungelitamani waombewe. Inua mkono wako Elder anapotuombea. Tunaomba mtembelewe kwa jina la Yesu. Tuombe. Tuamini na tuombe. Mungu wetu, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako Bwana. Tunasongea katika kiti chako cha enzi, ewe Mungu muweza yote. Asante ni kwa sababu Bwana umesema you are concerned about us, oh God. Ni asante ni kwa sababu hata wale wameinua mikono yao Bwana wako na mahitaji, na Mungu wetu tunajua unawaelewa, unajua ni nini hicho wanahitaji. Tunakuomba Baba mwenye baraka, Mungu mwenye uwezo, ukaweze kuwatembelea kwa njia kuu, ukawatembelee kila mmoja kibinafsi, na ili Bwana ukaweze kukutana na mahitaji yao. Asante ni kwa sababu wewe una suluhisho za chochote kile Bwana kinatusubua, una suluhisho ya mahitaji yetu. Tunaomba ukafungue mbingu ni kwa ajili yao, ukawamwagie baraka ewe Mungu wa mbinguni. Asante ni kwa sababu utaridhisha mioyo yao, na utaweza Bwana kuwasidizia kulingana na utajiri wako, kwa sababu wewe una chochote kile Baba watu wako wanahitaji. Mfalme wa ajabu, tunajua kuna wengine wanahitaji amani. Tunaomba amani yako ipitao fahamu ya mwanadamu ikawe juu yao. Kwa wale Bwana wanahitaji uponyaji, wewe ni Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Tunaomba Baba ukawatembelee na ukawaguze. Kwa wengine wanahitaji fedha, dhahabu na fedha ni zako Mungu wa mbinguni, na kwa hivyo tunaomba Baba ukawainue. Wale wanahitaji biashara zao sipanuriwe, tunaomba ukasipanue. Wengine wanahitaji watoto wao wainuriwe na waweze kufaulu katika masomo, tunaomba Baba ukaingilie. Wengine ni ndoa zao Bwana zinahitaji kutembelewa na wewe, tunaomba ukashuke chini na ukatembelee kila mmoja kulingana na hoja ya moyo wake. Bwana ukiwatendea, sifa na utukufu sitakurudia. Twawakabidhi wote mikononi mwako, na sisi wengine labda wako na hitaji